Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa kwa dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Bajeti mpya ya serikali mwaka huu nchini Tanzania imeibua matumaini mapya kwa waendesha bodaboda nchini baada ya serikali kutangaza kupunguza rasmi baadhi ya tozo na kodi ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikilalamikiwa. Waendesha bodaboda mbalimbali jijini Dar es Salaam wameeleza furaha yao kufuatia tangazo hilo, wakisema hatua hiyo ya kupungua kwa gharama za uendeshaji kutawawezesha kuongeza akiba, kuhudumia familia na kujikwamua kiuchumi. Bodaboda oye! Bajaji oye! Kwa hiyo swala kama hilo swala la tozo kama imetufanyiwa pungufu, yani kwa upande wetu sisi inakuwa nafuu. Unaweza hapa mpaka jioni, mapato yenyewe unapata 10, 15 kwa sababu ya sasa hivi bodaboda zimekuwa nyingi sana. Sasa hivi zinafanya bodaboda, tunafanya mpaka daladala zinafanya bodaboda sasa hivi. Na upunguzwaji wa kodi, maana yake ile pesa ambayo ilibidi iende serikalini bado inakuwa ni manufaa kwetu. Kwa kama kuna punguzo ambalo linakuwa limepunguzwa, kwa upande wetu vile vile inakuwa ni faida. Kwa hiyo pesa ambayo ilibidi iende kule bado inaingia mifukoni mwetu, kwa ile ni faida. Tunashukuru kwa hilo. Niwaombe sana waheshimiwa wabunge la Jamhuri ya Tanzania, bajeti imeletwa kwenu na nyinyi tunawachagua sisi kama wananchi wenu. Na sisi kama wananchi wenu hatuwezi kuingia wote bungeni kwenda kusema bajeti hii ipitishwe. Mnaoenda kupitisha ni nyinyi waheshimiwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tuendelee na kurasa. Katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, watoto, wazazi na walezi kutoka wilayani Maswa mkoani Simiyu wameiomba serikali kutoa adhabu kali kwa wale wote wanaohusika au watakaojihusisha na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Hayo yamesemwa baada ya kukithiri kwa matukio ya ukatili wa kijinsia kwa watoto wa jinsi zote mbili kama vile ubakaji na ulawiti. Kuna wanafunzi ambao wanacheza na wazazi wao, wanafanyishwa kazi ngumu na kukataza kupenda shule na kuacha masomo, mwisho watoto wa kike na kusababishia mimba za utotoni na kuolewa. Nitumikishwaji kuwa wanabaki nyumbani kuacha kwenda shuleni ili kwa sababu ya kuchunga mifugo au kufanya kazi za ndani. Chanzo cha mtoto kufanyiwa ukatili ni kutomsikiliza mtoto, kutokaa naye karibu, kuongea naye. Kwa Maswa tupo vituo 4 na tuna jumla ya watoto zaidi ya 800 kuhudumia kaya zaidi ya 1200. Tunayo mikakati mbalimbali ambayo kama shirika na vitu tunavitumia ili kumkomboa huyo mtoto. Ila tukianza na lengo mama ya kumkomboa na umaskini wa rohoni kabla ya ule umaskini wa kimwili na wa mali. Tunafanya shughuli mbalimbali vituoni vyetu kwa ajili ya kumsaidia mtoto ili atukane na umaskini na utegemezi kwa asilimia kubwa. Hivyo katika vituo vyetu vyote tunazo fani mbalimbali tunazofundisha. Na tumalizie kurasa kwa hili. Madereva wa daladala wanaotumia kituo cha Kawe Mzimuni wilayani Kinondoni mkoani Dar es Salaam wamelalamikia ubovu wa miundombinu ya kituo hicho, wakisema kuwa mashimo na vifusi vilivyopo vinaharibu magari yao na kulazimika kusimama nje ya kituo ili kushusha abiria. Kwa hali ya kituo chetu cha huku Kawe, kitu cha kwanza huduma za vyoo hamna. Cha kwanza. Cha pili, stendi Kawe hakuna, ni shida, dada zinapata tabu ya kuingia humo ndani. Na unavyoona ukija ukiingilia sheria hapa tunaandikiwa hapo, ukikamatwa na askari anakuandikia faini. Kwa hiyo kuhalisia huku Kawe hamna kituo cha daladala. Barabara, hali ya barabara kule si ni nzuri, lakini kwa hapa stendi mazingira ndo kama hivi mnavyoyaona, ni pabovu kweli yani. Hapa magari yanaharibika, kukata springi kawaida. Abiria nitakiwa wengine na daladala stendi mpaka mwisho. Lakini bidii ushie kule nyuma, maana unaogopa kukata springi, angalia stendi jinsi ilivyo. Nyinyi wenyewe mnaona jinsi ilivyo stendi. Hapa nitakiwa boreshe, watengeneze kama weke kifusi, wamwege hata ile kokoto zile za rafrodi, angalau barabara ionekane mwelekeo wa kupita gari. Na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.
Kurasa